natumia maneno matatu, nitasema stop, box, black and speed. Kwa sababu ajilinde wakati wote. Take. Second out of the ring. Ni wakati sasa wa kushuhudia pambano lingine ambalo linakutanisha Abdalla Ponda dhidi ya Adam Peter. Referee yuko tayari kwa ajili ya kuambia sasa tuanze raundi ya kwanza kuelekea mizunguko ile 6 ambayo inahitajika mchana huu. Kitazama wote namna ambavyo wameweka stance zao, namna ambavyo wamekaa, bila shaka wataonesha kile ambacho kinahitajika, kwamba ni mabondia wa kipekee, mabondia wa tofauti, umakini mkubwa tajika. Abdalla Ponda akienda jaribu kuonyesha uwezo wake wa kucheza na eneo la juu la mwili na spidi ambayo anaionyesha, na refa anamwambia hapana, upaswe kumpiga mwenzio kwenye eneo la kisogo, linda usalama wa mchezaji mwenzio. Abdalla Ponda na Adam Peter, na kuna baadhi ya mashabiki hapa nasikia nasema Adam, bila shaka ni kutoka kambi yake. Leila Macho, hawa ni mabondia wa namna gani? Inaonekana kuna utofauti mkubwa sana. Naona ufundi sasa upo kwenye hili pambano. Jabu inatumika kwa asilimia kubwa kama ambavyo mnaelekezwa, kwamba jaribu kuitumia jabu kwa muda mwingi kwa sababu ni moja kati ya ngumi muhimu. Of course Adam Peter ni mchezaji mzuri, lakini pia pambano lake lililopita alishinda kwa knockout, yani alicheza na yeye ndo aliocheza na kichwa kisichokuwa na ubongo raundi ile pambano lake liloisha. Naam. Na akafanikiwa kushinda kwa knockout. Kwa hiyo ni mchezaji mzuri, na jabu nzuri kama hivyo unavyoona uchezaji wake. Lakini pia mchezaji wake Abdalla Ponda pia sio mbaya. Abdalla mpaka sasa hizi kiukweli ameonyesha kuna kitu cha ziada, hasa kwenye utulivu na umakini, kwamba kuchagua sasa anatakiwa kufanya nini nimeona. Lakini pia Adam Peter pengine inaweza kuwa moja kati ya pambano nzuri kwa hizi dakika kwenye raundi ya kwanza ambayo unaiona. Abdalla Ponda ni mzuri sana kwenye kufanya follow up ya ngumi zake, unaona kuna combination kama hivyo anaenda nazo, na akichagua kwenye maeneo tofauti tofauti, kwanza kwenye eneo la kichwa, lakini vile vile kwenye eneo la mwili, yani zile body punch. Unamuona akienda jab yake akienda nayo na right yake akitumia vizuri kwa upande wa Abdalla Ponda. Je, Adam Peter atarejea kwa namna gani? Inawezekana ni mzunguko wa kwanza ambao anausoma zaidi. Kaa vizuri sana, stance nzuri kwa mabondia wote wawili, wamekataa kukaribiana sana. Asomana zaidi. Adam Peter alienda kwa mbele zaidi. Abdalla naye akiendelea kuonesha uwezo wake kwa kutumia jab yake imekuwa ni nzuri mpaka sasa, kitumia na right yake ambayo imefika moja kwa moja kwenye uso wa Adam Peter. Hiyo tena jaribu kwenda nyuma, ni mzuri sana pia, anaonyesha kwenye kutembea. Sema lolote, sema kitu chochote kile Leila Macho kwenye raundi ya kwanza ambayo imekamilika. Raundi ya kwanza imekamilika, nimeona Abdalla Ponda ameonyesha utulivu wa hali ya juu sana. Ameonyesha utulivu na umakini wa hali ya juu sana, lakini pia mchezo Abdalla Ponda haujatofautiana sana na mchezo wa Adam Peter. Sijajua leo Adam Peter yani imekuwaje kwenye training yake mpaka amekuwa anacheza kwa kuforce hivi, lakini mchezo anaocheza Abdalla Ponda ndio mchezo ambao kiuhalisia anaocheza Adam Peter. Kwa hiyo kama na yeye ataamua kutulia, wapange ngumi, unawezekana wakacheza game nzuri sana, ambapo unaendelea kuipata vile ambavyo unahitajika. Raundi ya pili inaenda kuanza, Abdalla Ponda dhidi ya Adam Peter. Abdalla Ponda ni huyo ambaye ana nywele hivi, ana afro, kazi tifua nywele zake kichwani, na Adam Peter ni huyo ambaye nywele zake ziko kawaida tu hivi, na watu wawili wakijaribu kutafutana. Naona Adam akiingia na yeye pia kwa umakini zaidi, akitafuta kuitumia jabi yake, na amekuwa na umakini, ni kama amerudi kwenye mchezo wake. Muona ni mzuri sana kwenye kusoma wakati gani pinzani anarusha panchi yake. Kinachotafutwa hapo ni pengine ni counter na kupiga hesabu kwamba huyu akipiga 1-2 anafanya kitu gani. Baada ya hapo unangamua matukio, na ndipo ambapo unaweza ukafanya vizuri kwa upande wake. Mpita kimfuata zaidi Abdalla, akienda ngombe bwana, hapa tutacheza sana leo. Mimi nakujua wewe kwamba ni mtu hatari, lakini uhatari wako ni huko.
Raundi ya pili. Kiwa anatafutana. Jabs zikitoka. Lakini bado huoni wengine. Dhana makubwa yale ya kuna box. Kila mmoja akijaribu kumweka mbali mwenzie. De La Ponda pamoja na Adam Peter. Kama ulivyosema Leila, mchezo ni kama unafanana, kwa hiyo ni kama kila nani aingie kwenye mtego wa mwenzie. Jab huyo ambaye imeenda vizuri. Nafikiri Adam kakosa utulivu. Lakini pia angetulia angeweza kuiona hiyo jabu ya Abdalla, kwamba ya jabu yake nzuri sana, unajua. Abdalla anaenda vizuri sana sasa kwenye kuona pia matukio ambayo anayafanya Adam Peter. Pengine utulivu ndio ambao utamsaidia zaidi. Belia kama hapo Adam Peter ameipiga left hand yake vizuri sana, hiyo hapo ambayo ilikuwa kama hook ambayo ilifika kwa namna fulani na imemfanya sasa Abdalla Ponda kidogo ajipe pumziko. Yani Adam angetulia akaacha pupa ya kushambulia, yani akatuliza kichwa kwamba huyu anapiga sasa hivi jabu yake ni counter vipi ili niweze kupiga ngumi zangu zifike kwa wakati. Yani ingempa opportunity ya kuscore, lakini hivi anavyokuwa anaenda inakuwa sasa anaenda bila mahesabu yani. Yani anapiga ngumi animradi karusha, lakini akitulia mchezo wao utakuwa mzuri sana, kwa sababu Abdalla Ponda anatumia opportunity ile, kashaona kwamba Adamu hana utulivu. Na hivi anavyofanya kumshambulia muda wote, jabu anamshambulia muda wote, anaunga ngumi 1-2, inampotezea mahesabu Adamu, kwa sababu Adamu akipanga ngumi ni mzuri sana kwenye kucheza ngumi za kupanga. Ni raundi ya pili ambayo imemalizika. Kuna wakati ambao waliwekana mbali na jabs zikawa zinaonekana, na kuna wakati walisogeleana karibu zaidi, kama hapo ambapo dakika hii au kwenye raundi ya pili mwishoni ni hapo. Angalia kwenye right hand hiyo ambayo pia Adam Peter aliiona, lakini pia akakutana nayo nzuri sana na right, akakutana nayo nyingine Abdalla Ponda wala hakupoa, lakini akasema no, haziwezi kunitikisa kwa namna yoyote ile. Na hapa ndo alipokaa kwenye kona, na hapo akawa anajaribu kupeleka Adam, lakini bado aliendelea kukutana na mtihani mzito kidogo kwa kile ambacho anaendelea kufanya Abdalla Ponda wa kumweka mbali. Kwa ni moja kati ya pambano zuri ambalo unalifuatilia na kulitazama kwa wakati huu kutoka hapa Leaders Club. Mimi ni Gilbert Johannes nikiwa hapa na Leila Macho Bondia, mwanamke ambaye bila shaka sasa tutaanza kumshuhudia kwa mara nyingine tena kupanda ulingoni kama ilivyo kawaida, kugawa vichapo. Ndio anagawa vichapo. Ndio anagawa vichapo na vipondo. Angalia, wameamua kukaa kwenye ukaribu zaidi, na hapa nafikiri ni sehemu ambayo Abdalla Ponda pia anapenda, na kuna kati kama imetokea, lakini bado na kati vitakayopatikana kwenye nini tutaona baadaye, kama nilikuwa ni clean punch au labda clean punch au ni kichwa. Na referee nasema hebu subirini kwanza ili ukae sawa sawa, uwekwe vizuri na madaktari wetu ambao wako hapa. Cutting ni kubwa, sijui kama tungoje maamuzi ya daktari, lakini ilipo pia ni sehemu mbaya. Nimeona kama ipo kwa juu hapa kidogo ya jicho, kwa damu inakuwa inavujia jichoni. Abdalla Ponda amepata cut na Adam Peter anasubiri, kwa anasubiria hapa tuone kile ambacho kinahitajika. Ni kawaida kwenye mchezo wetu huu wa masumbwi. Hapo hebu tuone jinsi ilivyokuwa hiyo cut ilipatikana vipi. Ilikuwa ni kwa punch ama ilikuwa ni hapa, ilikuwa tayari ni nini ambacho kilimtokea hapo? Labda hiyo cut ilikuwa maipata kwa sababu gani, na madaktari wanaendelea kufanya kile ambacho kinahitajika na kumuuliza bwana vipi, uko sawa sawa? Referee pia anamwambia. Na kwenye mchezo wa masumbwi hata madaktari wanaotumika kwenye ushauri kutokana na aina ya kidonda ambacho anakuwa amekipata, kulinda afya ya mpambanaji. Mawili ameshinda kwa KO, lakini ni miongoni mwa nyakati nzuri sasa anapoenda kukutana na bondia Abdalla Ponda ambaye hana mapambano mengi sana, akipoteza mapambano mawili akishinda pambano moja. Kwa hapa ni kama anajua kabisa Adam Peter ni moja kati ya mabondia hatari, na naona kitu anachokifanya Adam Peter anaitafuta kwenye kati pale pale. Kashaona udhaifu upo pale, kwa hiyo anatafuta pale pale. Ndio kitu ambacho anajaribu kutumia jab yake pengine kutonesha kidonda. Na sasa hivi Abdalla Ponda atakuwa akili yake imeconcentrate kwenye kile kidonda kukilinda.
Yani kinachoendelea hataki kupigwa yani knockout. Hebu tuone mambo yatakavyokuwa. Modi auto ile combination nzuri sana ambazo ameenda nazo, ameanzia chini kwenda juu. Abdalla Ponda akimtafuta Adam Peter, akienda tena, lakini bado wako imara. Ile cutting sio kubwa sana, lakini kwa namna inavyokuwa inatoa damu vile, ina uwezo wa kumsumbua kiasi kwamba inaweza, yani dokta ana ruksa ya kukata pambano au referee. Chetone, lakini kama hapo, kama anamuona vizuri kundia kwamba hiyo inakuja, basi anatulia. Na mpaka saizi inaonyesha upinzani mzuri tu kwa upande wa Abdalla Ponda. Naam, makini kauongeza zaidi. Hiyo hapo kienda nayo, lakini vile vile head movement imekuwa nyingi. Kwa sababu anajua huyu akinitonesha sana hapa, kati inaweza kaendelea kuwa kubwa zaidi. Naam. Na hapa ni nzuri sasa atumie jabu yake zaidi, asimweke karibu, pengine Adam Peter ndio anaweza akalinda kwenye eneo lake, kwa sababu yeye ana faida ya aina, mikono yake ni mirefu kuliko hata Adam Peter. Inaweza ikawa inampa faida, lakini ninachoona kwa Abdalla Ponda naye pia ni kama anaamua kumkaribia au anakaribisha. Angalia namna ambavyo Adam Peter alienda hiyo na left hand yake ambayo anaitumia kama jab, akikubali pia kuipokea. Abdalla Ponda alipeleka awali right hand, ikawa imemtikisa Adam Peter na kufanya akumbatie. Kumbatia ni sehemu ya mchezo, ukitafuta mapumziko kama unavyosoma vile shuleni, muda wa mapumziko muhimu na kula pumzi kidogo. Yani pale lazima utumie akili ya ziada kwamba nikumbatie ili ni uanze upya. Bado anaendelea kukandamiza punch za kutosha, akimwangalia Abdalla Ponda na yeye hakuna unyonge. Hii ni ngumi jiwe, akienda nayo na right, ikiwa naenda kwenye round hii kukamilika round ya 3, kiendelea kuoneshana ubabe au mwamba. Kiwatafutana wakiwa kwenye close range. Moja kati ya mabondia hawa bila shaka walisomana vizuri, wakajiandaa vizuri, na round ya 3 ikiwa imekamilika. Leila Macho. Round ya 3 imekamilika, lakini ilikuwa ni raundi bora sana kwa wote wawili, kwa sababu naweza nikasema kila mtu kamshambulia mwenzie, lakini pia nimependa ujasiri alioonyesha Abdalla Ponda. Ingekuwa mchezaji mwingine angekuwa kashatoka nje ya mchezo, lakini yeye ameongeza umakini zaidi. Na ile sehemu haijampotezea, ile jeraha halijampotezea mahesabu yake. Imekuwa ni rahisi yeye kuongeza head movement, lakini pia kuwa makini sana na pale kwenye tatizo lake. Yani ameshajua kwamba Adamu anawinda hii sehemu. Akielezwa kitu gani hasa anapaswa kukifanya kwa wakati huu kuelekea kwenye raundi ya 4. Mashabiki pia wapo hapa kama ulivyoona na kuwatazama, lakini wanashuhudia masumbu safi, mchezo wa vitasa, mchezo wenye hadhi ya namna yake, mchezo mtamu, sweet science, watu wakiendelea kuoneshana makali. Adam Peter akiendelea kumweka karibu zaidi, lakini vile vile Abdalla Ponda akisema sawa na kukaribisha kwenye himaya yangu, lakini hauwezi ukaitawala kirahisi. Huu ni mchezo ukakamavu kulikweli. Akiendelea nayo Abdalla anaenda. Sasa unaona Adamu ameamua kucheza mchezo wake anaocheza, wanaofanana. Yani wote wanakuwa wakiweka gadi, wanakuwa wanainamiana kama vile wanavyofanya, huyu kapiga, huyu nimepiga, lakini pia kuna namna ya combination zao zinapotoka zote zinakuwa zinalandana. Kwa yani kitu cha kufanya hapo, Abdalla Pazi asingekuwa anainama kama hivyo anavyofanya. Angeinua sura, yani angenyanyuka kidogo. Abdalla Ponda. Abdalla Ponda, na kumradhi. Abdalla Ponda. Kwa yani angekuwa yuko mbali kidogo, yani ampe distance kidogo, kwa sababu Adamu muda wote anakuwa anashambulia. Kwa yeye akae mbali kidogo kuweza kuipa nafasi jabu yake kucheza iweze kumstopisha kama raundi za mwanzo alivyofanya. Haya, acha tuone kile ambacho kinaendelea. Bado akimweka karibu zaidi, na Abdalla Ponda akiwa na namna ya tofauti, akimsogelea na kuinama zaidi, au mwili wake akiuinamisha. Na hiyo ni miongoni mwa nafasi za kuitafuta hapa kati, labda kwa vile ambavyo umekaa mtu anaweza kainuka nayo, lakini si kazi rahisi pia kuifanya hivyo.
lakini vile vile kwa namna ambavyo usogeleana, ukikutana na bondia ambaye ni mzuri kwenye body punch, inakuwa ni wakati mzuri zaidi, kwa sababu si rahisi kumkuta kwenye eneo la uso, so ni lazima umfungue. Unafungua mlango ambao ameufunga kwenye uso wake, na unapaswa kufanya yale ambayo yanahitajika. Adam Peter kwambia hapa kwenye rekodi zake, kwenye mapambano yake yote 6 ambao amecheza, hajawahi kugusa ladha ya kupoteza. Kwa pengine hapa anatafuta kuendelea kuilinda rekodi yake nzuri alionayo Adam Peter. Kiendelea kutafuta kwenye raundi hii ya 4 jabs kwa upande wa Abdalla Ponda, pia kionekana pia kama vipi tanki linaanza kupungua kwa wote wawili, au ni nini? Kama kasi imepungua hivi. Kasi imepungua kutokana na aina ya mchezo walioamua kucheza. Huu mchezo walioamua kucheza wakuwa piga ni kupiga, yani unakuwa mnakaribiana hivyo. Mara nyingi sana inakuwa kasi ile inapungua. Mimi nilishuhudia piga ni kupige na kasi haikupungua. Ambano ile la Ubek Junior na Kanaben ilikuwa ni piga ni kupige kweli, pumzi imekaa katika ukaribu huo na bila uoga wowote. Lakini hawa tunakwambia ni mabondia ambao wanaendelea kujijenga, wanaendelea kujitafuta na kujiweka sawasawa. Kwa kuna vingi ambavyo unaviona pengine vinakosekana kwa sababu wapo kwenye kuendelea kujifunza zaidi na zaidi. Tunaendelea kuwatengeneza mabondia ambao wanahitajika. Lakini nyumba ya burudani, nyumba ya michezo Azam TV ikiendelea kutoa heshima na kuwapa jukwaa kubwa mabondia kwa ajili ya kuonekana katika maeneo mbalimbali. Raundi ya 5. Je, nini ambacho kinaenda kutokea kati ya Abdalla Ponda dhidi ya Adam Peter? Naona Adam Peter akijaribu kutumia jabu yake, vile vile kiweka stance yake sawa kwa ajili ya kumtafuta, gadi ikiwa juu. Abdalla Ponda pia anatoka, anaipeleka kidogo, jaribu kwa kumdonoa, akimtafuta kienda naye tena. Adam Peter akimfuata zaidi, lakini bado target imekuwa ni ngumu kuipata. Ameenda nayo pia kwenye right hiyo baada ya kuicounter alivyoenda Adam Peter. Abdalla Ponda akajibu kama hivyo, anahesabu, ni bado uwezo mzuri wa kukwepa, lakini bado kwenye ukaribu sasa wamezogeleana. Mmoja kati ya mchezo ambao umekuwa ni mgumu. Haya, kila mmoja akijaribu kulinda kibanda chake kwa kuweka gadi juu. Bado referee anasema jamani, haya hamna mambo ya kukumbatiana, chezeni, watu wanaona, watu wamelipa, wanataka kuwaona mkichapana kienda. Haya, kiukweli uhalisia unaona kabisa, na ule upepo pengine umekata. Adam Peter anajaribu kufanya kinachohitajika, lakini bado hajapata hiyo nafasi pengine ya kuonesha umahiri wake. Kwa nini kwenye michezo mingine yote iliyopita ameshinda, na kwa nini leo pengine asionyeshe hiyo adabu kwa upande wa Abdalla Ponda? Labda kwa sababu amekutana mshindani mkali, wamekutana mshindani mkali ambaye sasa anatafuta pia namna ya kupumzika. Kiendelea kwenye raundi ya 5, bado hili ni la raundi 6. Kwa bado anaendelea kutafutana, shuka chini akienda juu Abdalla Ponda. Basi mpumzike vya kutosha. Haya, chezeni jamani. Leila macho umekaa kimya hivi, unaona, unaangalia kwa umakini, pengine hebu tushirikishe na sisi nini ambacho unakifikiria.
Yani kinachoendelea sasa hivi Abdalla Ponda anapunguza kasi ya mashambulizi ya Adamu kwa sababu ameshafahamu kwamba Adamu anawinda ile sehemu ya jeraha lake. Kwa hiyo anapokuwa anamkumbatia anakuwa anampunguza kasi ya Adamu ya kushambulia, kwa sababu ukishambuliwa muda wote kama hivyo inakuwa inakupotezea umakini, inaondoa targets zako zote za kitu ambazo ulikuwa umepanga ucheze vipi, zinakuwa zinafutika kwa wakati ule. Yani inakuwa inakunyongonyesha kwa namna fulani kukumbatia. Kwa hiyo anachokifanya Abdalla Ponda ni kumpunguzia maarifa Adam Peter, lakini pia Adam Peter inabidi atumie opportunity hii vizuri ya kucheza ya raundi hii iliyobaki, huenda akapata matokeo mazuri kama ataendelea kuitafuta ile sehemu ya jeraha la Abdalla Ponda na ikafika kwenye target. Round 6 na hii ni round ya 6 na ya mwisho, ambao kuona nini ambacho kinaenda kufanyika. Je, kuna kitu cha ziada ambacho kona zao zimewaelekeza au kuwaambia? Ukimwangalia Abdalla Ponda ni kama nguvu imerudi, akiamini kabisa kwamba hii ni moja kati pia ya round muhimu kwangu mimi. Jaribu kutoka akienda pembeni, lakini vile vile akitoka huko akiendelea kushambulia kwa kumweka karibu, lakini bado Adam Peter naye pia naambia bado tutakuja. Gadi ikiwa juu ya Adam Peter, ana nidhamu kubwa sana ya kujilinda na gadi yake kuwa juu. Kiendelea kupata changamoto kwa wabondia wote wawili. Adam Peter akiwa anamweka, anasema sasa huku si kwenye kona. Mimi sihitaji kukaa kwenye kona, njoo tucheze kwenye eneo hili la katikati, kwenye kona sikutaki. Referee amwambia bwana wewe, hebu cheza, pigana, tuoneshe mchezo mzuri. Adam Peter ni kama anashindwa kuendana na ule mchezo ambao anaonyeshwa na Abdalla Ponda. Sasa ni wakati gani mimi natakiwa ni land punch kwa mpinzani wangu, kwa sababu anamsogelea kwa ukaribu, hajamwacha mbali. Akimweka mbali anacheza na jab pia Abdalla Ponda. Kwa ni moja kati ya mchezo ambao umekuwa wavuta ni kuvute. Mimi nafikiri Adamu amekosa utulivu yani kidogo tu, amekosa utulivu kidogo tu. Yani angetuliza akili yake, ilikuwa ni kitendo cha kumwacha kidogo tu na kurudi nyuma. Yani hapa unaona kama hivyo anavyokumbatia, unakuwa unarudi nyuma kidogo tu, anakuwa akukumbatia. Yani inaweza kafanya hivi ikapita juu ya mkono. Haya, lakini au akaslide mguu wake vile, miguu chini ikaslide hivi akapita upande huu, ina maana Abdalla Ponda anaenda hivi. Yani anakuwa anaenda moja kwa moja, hawezi kumkumbatia wala kumzuia kama hivi. Sekundi zikiwa zinaendelea kukimbia, je, nani ambaye atawashawishi majaji kwa dakika hizi zilizosalia? Namuona Abdalla Ponda akiwa ameficha kichwa chake kwa chini zaidi na akijaribu kutumia mchezo huo, lakini bado pia Adam Peter ni kama anatafuta kuendelea kuscore, lakini uoni kwa asilimia kubwa kama ana uwezo wa kuonesha makali zaidi. Bado wote wawili ukaribu unawapa changamoto kubwa ya kufanya maamuzi sahihi, lakini Adam Peter hapo anajaribu, anaona kwamba haya ni umeo kwenye target, lakini bado kitu ambacho anakifanya Abdalla Ponda kwa hivi sasa ni kukumbatia, na inaonyesha ametumia nguvu nyingi na ameenda kwenye kuchoka, lakini bado anaendelea kujitutumua. Anasema hapana, mimi nina uwezo wa kumaliza hii, hakuna mtu wa kurusha taulo na mimi mwenyewe nina uwezo wa kumudu vizuri. Ila bado raundi ya 6 ikiwa inaendelea kukamilika, wote wawili wakiendelea kukamilika, na raundi ya 6 na ya mwisho imekamilika. Pambano zuri, wote wawili Abdalla Ponda pamoja na Adam Peter wakionyesha kwamba walikuwa wamejiandaa vema kuonesha kile ambacho kinahitajika, nyakati za kuhitaji kutonesha kidonda. Tazama mambo yalivyokuwa. Jab zilienda, lakini bado mambo yalikuwa bado ni magumu. Vile vile Adam Peter akadodge kidogo, akaitafuta hapa katika kataa, akaenda na left, akakutana pia na mkono mwingine kutoka kwa Abdalla Ponda, kama hivyo aliitoa ile gadi yake. Ametoa 57. Blue corner ametoa 57. Jaji namba 2. Red corner ametoa 54. Blue corner ametoa 60. Jaji namba 3. Red corner ametoa 59. Blue corner ametoa 55.
Kwa matokeo haya basi, pambano hili ni split draw decision ambapo ni draw.